Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kama serikali ya mkoa wa Dar es Salaam tunaendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na taasisi nyingine katika majukumu yao mbalimbali, na kama ambavyo tumeweza kuthibitisha leo, tunatambua umuhimu wa kumbukizi ya yale yote ambayo marehemu Mwalimu Nyerere aliyasimamia na nafasi ambayo Chuo Kikuu imeweza kutengeneza kwa ajili ya majadiliano haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, utulivu huu unaouona hapa ndani umewezekana kwa sababu nchi yetu ina amani, ina utulivu. Isingekuwa amani na utulivu ndani ya nchi yetu, majadiliano haya, kumbukizi hii isingeweza kufanyika. Na mimi kwa niaba ya mkuu wa mkoa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuahidi kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam tutahakikisha kwamba hasa kipindi hiki ambacho ni kipindi cha kampeni na tunaelekea kwenye uchaguzi, tutasimamia amani na utulivu katika nchi yetu. Ni kuahidi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, mkoa wa Dar es Salaam, wananchi wote wataweza kushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu, na tutahakikisha hakuna ghasia au vurugu ya aina yoyote ambayo itatokea katika mkoa wetu kuchafua zoezi la uchaguzi. Huu ni urithi mkubwa, ambao Mwalimu Nyerere ametuachia na tuna kila sababu ya kuulinda. Tunaamini katika majadiliano, tunaamini katika fikra, tunaamini katika mawazo chanya mbadala ili kuendeleza nchi yetu. Kwa kipekee kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutatekeleza maelekezo ambayo wewe binafsi kama waziri wetu mkuu, Mheshimiwa Rais na viongozi wengine mmeyatoa kwetu kuhakikisha kwamba usalama wa raia na mali zao wakati huu wa kampeni na kipindi cha uchaguzi ni kipaumbele chetu kikuu. Kwa ni kuhakikishia wananchi wote watashiriki uchaguzi kwa uhuru, kwa amani na utulivu mkubwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na karibu sana Dar es Salaam, karibu Ubungo. Taifa letu halitaweza kufikia uchumi wa viwanda bila ushiriki wa sekta binafsi, na hasa katika kutengeneza nafasi za mafunzo, kufadhili tafiti na kuendeleza teknolojia. Hapa lengo ni kuhamasisha, na katika uhamasishaji huu lazima tuanzishe mfumo wa kutambua waajiri wanaowekeza zaidi katika kukuza ujuzi na vijana. Tufanye nayo kazi kwa pamoja kwa lengo la kuwafikia vijana wengi wa Tanzania. 5, kwa ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, vijana, ajira na wenye ulemavu, kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa dini na asasi za kiraia, endeleeni kuimarisha programu ya malezi ya maadili, nidhamu na kazi na uadilifu miongoni mwa vijana ndani ya jamii yetu. Elimu ya uraia na historia ya taifa, ikiwemo falsafa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, iendelee kufundishwa ili kujenga kizazi kinachojituma, kinachoheshimu kazi na kinacholinda umoja wa nchi yetu. Ikiwemo na kongamano hili lipate fursa kujadili mwelekeo wa falsafa ya Mwalimu Nyerere kama ambavyo imekusudiwa leo. 6, kwa vyuo vikuu vyote, hususan Chuo Kikuu chetu cha Dar es Salaam, UDOM na SUZA kule Zanzibar, kwa kushirikiana na COSTECH na sekta binafsi, endeleeni kujikita katika kuzalisha tafiti bunifu zenye matokeo yanayotumika moja kwa moja kwenye sekta za kilimo, mifugo, viwanda, afya, elimu na maeneo mengine yenye uhitaji wa tafiti hizi au bunifu hizi. Lakini mwisho, sekta ya umma iimarishe mahusiano na sekta binafsi ili kuimarisha sekta zenye uhitaji kwa Watanzania, ikiwemo na teknolojia ya kidigitali ambayo kwa sasa imeanza kuonyesha matunda ya kutoa ajira kwa vijana wengi wanaoshiriki kwenye mfumo wa digitali. Ndugu washiriki, nitumie fursa hii kurudia kupongeza kwa dhati Chuo Kikuu chetu cha Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa imara katika utafiti, ubunifu na kuandaa mijadala mbalimbali ya kitaifa ambayo pia inagusa mustakabali wa maendeleo ya taifa letu na inatoa fursa kwa wasomi mbalimbali kuja kujadili namna fursa hizo zinavyotakiwa kuendelezwa katika taifa letu. Lakini vile vile niwapongeze
kigoda cha uprofesa cha Mwalimu J.K. Nyerere kwa kuendeleza urithi wa baba wa taifa kupitia tafiti, mijadala na maandiko mbalimbali yanayochochea fikra za kizalendo na umajumui wa Afrika. Vile vile niwapongeze wadau wote kutoka serikalini, sekta binafsi, taasisi za elimu na mashirika ya maendeleo kwa kushiriki katika kongamano hili. Ushirikiano wenu ni muhimu katika kutekeleza dira ya taifa 2050 kwa vitendo. Bila kuwasahau wasomi wote mlioko ukumbini kwa kufanya maamuzi la kuja leo kwenye mjadala huu. Niamini kwamba mjadala huu chini yenu mtajadili kwa kina juu ya mustakabali wa taifa letu, na msisite kutoa ushauri kwa serikali kwenye sekta zenye uhitaji ili serikali iweze kutekeleza. Tutakuwa na watumishi wa serikali, watendaji wa taasisi mbalimbali wako hapa, mawaziri, watendaji wakuu, wakurugenzi wa taasisi tofauti. Wataondoka na maoni hayo, tutayaratibu, tuyafanyie kazi kwa maslahi ya taifa letu. Kama ambavyo nimesema mwanzo, Mwalimu Nyerere, maendeleo ya kweli ni maendeleo ya watu, sio ya vitu. Kauli hii inatukumbusha kwamba msingi wa maendeleo ya taifa letu ni watu wenye ujuzi, ubunifu na maadili. Kwa nitoe wito kwa vyuo vikuu, taasisi za utafiti, sekta binafsi na vijana wa Tanzania kote nchini, tuendelee kushirikiana, tutekeleze malengo yetu kwa vitendo, na hasa yale malengo ya dira ya taifa mwaka 2050. Tuweke mbele elimu bora, ujuzi, ubunifu na uzalendo kama silaha za kujenga taifa lenye ustawi, amani na maendeleo jumuishi. Kabla sijahitimisha, nami niungane na Mheshimiwa Albert Msando, wakili msomi na mkuu wa wilaya ya Ubungo, kwa kuhamasisha Watanzania wote siku ya 29 mwezi huu kuwa ni siku ya kupiga kura. Ni siku ya haki yako katiba kuchagua viongozi wako wa taifa hili. Vyama vya siasa vyote viko vinazunguka nchi nzima vikitangaza sera. Niwahamasishe kushiriki mikutano hiyo, kusikiliza sera hizo, ili tarehe 29 ufanye maamuzi ya kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mbunge wa eneo lako na madiwani kwenye maeneo yenu. Kwa ni matarajio yangu kwamba siku hii sote tuliojiandikisha tutajitokeza kwenda kupiga kura. Niwahakikishie amani na utulivu kama alivyosema Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo kwamba eneo hili tutalisimamia ili kumpa uhuru kila Mtanzania mwenye haki ya kupiga kura kutoka nyumbani kwenda kituoni kushiriki kupiga kura na kurudi nyumbani akiwa salama. Baada ya kusema haya, sasa nihitimishe kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninatamka rasmi kwamba kongamano la nguvu kazi yenye ujuzi kwa maendeleo ya taifa, kuendeleza urithi wa Mwalimu Nyerere kuelekea dira ya 2050 limefunguliwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza.